Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lisifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asubuhi ya leo niseme kwamba nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amekuwa rafiki na amekuwa mpenzi wa moyo wangu. Ninamfurahia kwa sababu ya kazi aliyofanya, aliyoitenda ili niweze kupatikana na pia kufanyika mwana wa ufalme. Jina la Bwana lisifiwe. Ninamshukuru ni kwa sababu amekuwa Mungu msaada wangu. Jina la Bwana litukuzwe. Napenda kuwakaribisha sana kwa nafasi hii ya neno. Karibuni tunapomsikia Bwana na ili akaweze kunena na maisha yetu. Nataka kumshukuru Mungu ni kwa sababu ya neema na kibali ambacho amenipea siku ya leo ili kusimama kwenye haya madhabahu. Wapendwa, si kawaida kama vile wengi wamekuwa wakishuhudia ya kwamba kusimama hapa sio kawaida. Na kwa hivyo ninasikia kumshukuru Mungu sana na ninasikia kuheshimika sana mbele zake ni kwa sababu ya kunitumikia nafasi hii ya siku ya leo. Nataka kuongea kuhusu kusimama imara. Jina la Bwana lisifiwe. Wapendwa, ni wakati wa kusimama imara. Na inatupasa na inatubidi sisi kama watoto wa Mungu kusimama imara. Jina la Bwana litukuzwe. Tunaweza kutana na mambo mengi katika maisha haya ambayo tunayakaa ama maisha ambayo tuko katika wakati huu. Lakini nataka kukuomba ya kwamba mpendwa, ukasimame imara. Jina la Bwana lisifiwe. Ndio changamoto ni nyingi, ndio vita zinaweza kuwa nyingi, mambo yanaweza inuka hapa na pale, lakini ni jukumu lako kama mtoto wa Mungu ambao umeitwa na Mungu kwa kusudi lake mwenyewe ukasimame imara. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni wewe usimame imara na uamuzi unafaa kutoka kwako. Hakuna mtu atakuja kuambia usimame imara. Hapana, ni wewe uamue kutoka kwa moyo wako ya kwamba mimi licha ya kwamba nitapitia mambo magani nitasimama imara. Jina la Bwana lisifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Kusimama imara, nilipokuwa ninatafakari na kuangalia sasa kusimama imara ni nini, na nikaona ya kwamba kusimama imara ni ile hali ya kutayumbika. Hautayumba licha ya kwamba kuna mambo yanaweza kuja, hautayumba. Namba ya pili, you will not waver, it is not wavering, stumbling, or you are not easily moved. Jina la Bwana lisifiwe. Ya kwamba hauwezi kusongeshwa kwa haraka, uko dhabiti, uko imara. Jina la Bwana litukuzwe. Wakati mmoja Yesu anasema kwenye kitabu cha Mathayo, anasema ya kwamba wale wanaolisikia neno lake na kulitendeza, anatoa mfano kwao, na anasema ya kwamba mtu huyu ambaye anasikia neno na kulifanyisha kazi ni kama mtu aliyejenga nyumba, akachimba chini sana, akafika kwenye mwamba na kisha akaijenga nyumba yake. Na anasema ya kwamba mvua ilipokuja, upepo mkubwa ulipopiga ile nyumba na mawimbi yaliposhukia ile nyumba, haikutingizika, ilikaa imara. Jina la Bwana lisifiwe. So wakati wetu mpendwa, nyakati hizi ambazo tunaziishi, ni vizuri kusimama imara na ni vizuri kuwa na msingi uliodhabiti ili uweze kusimama imara. Jina la Bwana lisifiwe. Sijui wewe umeweka msingi wako wapi? Sijui wewe umejenga nyumba yako kwa njia gani? Jina la Bwana litukuzwe. Maana mambo haya Biblia inasema ya kwamba Yesu alisema ya kwamba mwenye hekima alijenga akachimba sana, lakini mpumbavu alijenga akajenga nyumba yake juu ya mchanga. Na kwa hivyo wote ya ajabu ni kwamba mvua ilinyeshea zile nyumba. Jina la Bwana lisifiwe. Haikuwa hii ya yule mpumbavu, sitainyeshea maana haijasimama vizuri. Hapana, maandiko yanasema ya kwamba mvua na gharika na pepo ilikuja na ikagonga nyumba zile mbili. Jina la Bwana lisifiwe. Lakini matokeo yalionekana baadaye. Praise the name of the living God. Hata na sisi katika maisha ambayo tunaishi, maisha ya Ukristo, maisha ya kumpenda Mungu, maisha ya kutembea na Mungu, matokeo tunajuanga baadaye. Jina la Bwana lisifiwe. Tunaweza sema zote tunaokoka tunaenda mbinguni. Ni kweli. Lakini matokeo ni baadaye. Jina la Bwana lipewe sifa. Matokeo ni pale mwisho. Praise the name of the living God. Jina la Bwana lipewe sifa. So ni vizuri kusimama imara. Maana mambo haya hayana budi kuja kwetu sisi wote. Haichagui mchungaji, haichagui mshiriki, haichagui bishop, inakuja kwa watu wote. Na kwa hivyo ni vyema
Wathesalonike wa pili mlango wa pili. The second of Thessalonians chapter number 2 verse number 13. Biblia inasema but we ought always to that God. Tafadhali niweke kwa Kiswahili. But we ought always to thank God for you, brothers and sisters, loved by the Lord, because God chose you as first fruits to be saved through the satisfying work of the Spirit and through belief in the truth. We call you to this through our gospel, that you might share in the glory of our Lord Jesus Christ. So then, brothers and sisters, stand firm and hold fast to the teaching we passed on to you, whether by word of mouth or by letter. May our Lord Jesus Christ himself and God our Father, who loved us and by his grace gave us eternal encouragement and good hope, encourage you, your hearts, and strengthen you in every good deeds and word. Jina la Bwana lisifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 15. Nisisitize mstari wa 15, maandiko inasema ambao wali Second Thessalonians chapter number 2 verse 15. Basi ndugu, simameni imara, mkayashike mapokeo mliyofundishwa, ama kwa maneno ama kwa waraka wetu. Jina la Bwana lisifiwe. Maneno haya Paulo anaandikia kanisa hili la Wathesalonike, na ukisoma mlango wa kwanza na wa pili unaona ya kwamba hasa mlango wa pili Paulo anasisitiza na anawaandikia tuambie ya kwamba msiyasikie maneno yatakayokuja kwa ukweli kinyume na maneno ambayo nimewapea. Jina la Bwana litukuzwe. Maana kulikuwa kumekuja mafundisho ya kwamba siku za mwisho zimefika, siku za mwisho zimetimia, na wapendwa hawa wakawa wana hofu, na Paulo anawaambia ya kwamba basi ndugu, ninawasihi msimame imara, muyashike mapokeo na mafundisho mliyofundishwa, ama kwa maneno ama kwa waraka. Jina la Bwana litukuzwe. Wanawasisitiza ya kwamba msisikie maneno yanayokuja kwenu, maneno ambayo yanaletwa na watu kutoka huko nje. Maneno yao msiyashike, lakini muyashike maneno niliyowaambia kwa makina ama kwa waraka. Jina la Bwana litukuzwe. Maana kulikuja watu ambao walitaka kuwachanganya na kuwaambia kwamba siku za mwisho zimefika. Jina la Bwana lisifiwe. Lakini Paulo anawaambia ya kwamba kabla ya kurudi kwa Kristo Yesu kuna matokeo ambayo yatatokea, na bado hayajadhihirishwa, bado hayatatokea. Na kwa hivyo ninyi mnafaa kubaki mmesimama imara kwa sababu ya kurudi huko kwake Yesu. Jina la Bwana lisifiwe. Maana bado Yesu hajafunuliwa, maana bado Yesu hajarudi, bado wanakawia. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini kile alichotaka kuwahimiza ni kwamba wasimame imara. Jina la Bwana litukuzwe. Wapenda tusimame imara. Juzi wiki mbili ama tatu imepita, ndugu wetu Baba Somi akawa anatuhubiria kuhusu kusimama imara katika imani, na anatuambia ya kwamba zote tulianza safari, na ni kweli zote tulianza safari ya kwenda mbinguni, lakini kuna mambo katika safari hii, kuna mambo katika hii barabara, kuna mambo katika huu mwendo ambayo yanaweza kufanya ukaanguka, yanaweza kufanya ukasongeshwa, yanaweza kufanya ukayumbayumba. Mpendwa, simama imara. Jina la Bwana litukuzwe. Usitingizike, usiyumbayumbe. Amen. Maana mambo yako, lakini mpendwa, usimame imara. Yesu akawaambia wanafunzi wake kwenye kitabu cha Yohana 16 mstari wa 33. Yohana 16 mstari wa 33. Maandiko yanasema ya kwamba haya ninawaambieni mpate kuwa na imani ndani yangu. Ulimwengu mnayo dhiki, lakini
wa Thessalonike pale mstari wa 16 anasema ya kwamba may our Lord Jesus Christ himself and God our Father who loved us and by his grace gave us eternal encouragement and good hope. Huyu ni Kristo, anasema ya kwamba huyu Bwana wetu Yesu Kristo ambaye na Baba Bwana wetu Yesu Kristo mwenyewe na Mungu Baba yetu aliyetupenda na akatupa faraja ya milele na tumaini njema katika neema. Jina la Bwana lipewe sifa. Huyu Mungu wetu ni mwaminifu. Amen. Mpendwa, tunapomtumainia Mungu, tunapomtegemea Bwana, anatusaidia kusimama imara. Amen. Wakorintho wa kwanza mstari wa 16. Maneno haya pia ni ya Paulo akiwaandikia Wakorintho. Mstari wa 13. Mstari wa 13 anasema, kesheni, simameni imara katika imani, fanyeni kiume, mkawe hodari. Sunianzie mstari wa 10 pale. Mstari huo wa 10. Maandiko yanasema, lakini Timotheo akija basi nene. Basi mtu yeyote asimdharau, lakini msafirisheni kwa amani ili aje kwangu, maana mnamtazamia pamoja na ndugu zangu. Na mstari wa 13 anawaambia ya kwamba la kesheni, simameni imara katika imani, mfanye kiume, mkawe hodari. Wakati huu Paulo anapoandikia wapendwa hawa wa Korintho, alikuwa anawatumia Timotheo na anakuita mpendwa ama mtoto wake. Jina la Bwana lisifiwe. So alipokuwa anawahimiza ya kwamba wampokee Timotheo, na baada ya kuhimiza ya kwamba wampokee Timotheo, maana amepewa ujumbe kama ule ambao Paulo ako nao, anawaambia basi simukeshe. Amen. Mkeshe, msimame imara katika imani. Jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Bwana litukuzwe. Wapendwa, tunafaa kusimama imara. Amen. Jina la Bwana lipewe sifa. Hata kama hali zinaweza kuwa vile zilivyo, wapendwa, tusimame imara. Jina la Bwana litukuzwe. Na Filipi 2 mstari wa 27. Lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyopaswa injili ya Kristo, ili nikija au nikiwaona nyinyi au nisipokuwapo yasikie mambo yenu, kama mnasimama imara katika roho moja, kwa moyo mmoja, mkiishindania imani ya injili. Jina la Bwana litukuzwe. Hapo Paulo anahimiza kanisa hili la Wafilipi ya kwamba mienendo yao, tabia zao, vile wanavyokaa, vile wanavyojiweka kwa imani kama na injili. Jina la Bwana. Na anasema ya kwamba ili anaposikia alijua ya kwamba anaweza kufika, anaweza kosa kuonekana katikati yao, lakini anasema nitakaposikia habari zenu ama nitakapokuja kwenu, nisikie maneno ama nisikie vile mambo yenu, kama mnavyosimama imara katika roho moja. Jina la Bwana lisifiwe. So Paul alikuwa anahimiza ya kwamba wapendwa hawa ya kuwa waendelee kujiweka vizuri, waendelee kujitengeneza, waendelee kuenenda kama na vile injili inavyopasa, na wasimame imara. Jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Bwana litukuzwe. Sema isimame imara katika roho moja, kwa moyo mmoja, mkiishindania imani. Kazi yetu ni kushindania imani. Jina la Bwana lisifiwe. Na katika kushindania imani kuna vita nyingi. Katika kushindania imani kuna vikwazo vingi. Katika kushindania hii imani kuna mambo mengi yanaweza tokea. Na ndio maana Paul alihimiza makanisa yale yaliyoyaanzisha ya kwamba wasimame imara. Jina la Bwana litukuzwe. Mambo mengi yanaweza fanya watu wasiweze kusimama imara. Mambo ni mengi yanaweza zuia mtu kutosimama imara, mtu akayumba. Jina la Bwana litukuzwe. Jina la Bwana liinuliwe. So Paulo akahimiza sana makanisa yale yaliyoanzisha ya kwamba wasimame. Aliemphasize mambo ya kusimama imara ili watu hawa wasiondoshwe, maana alijua ya kwamba kuna hata watu ambao manabii wanaweza kuja wakawanenea maneno ya uongo na wapendwa wakaangamia. Jina
pekee, lakini yatupasa sisi kama watoto wa Mungu kujielewa na kujifahamu, na ili tuweze kusimama imara. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Kuna watu wengi katika maandiko kwenye nyakati za kitabu cha in Old Testament, watu wengi walisimama imara, hata kama ndio walipatana na changamoto nyingi, bado walisimama, walisimamia imani, walisimamia haki, walisimamia maisha ya utakatifu. Jina la Bwana lisifiwe. Hawakujiondoa katika makusudi ya Mungu, hawakujiondoa katika mapenzi ya Mungu, walisimamia makusudi ya Mungu kabisa. Jina la Bwana litukuzwe. Watu wengi, jina la Bwana lipewe sifa. Praise the name of the living God. Na nisome neno lingine la mwisho, Petro wa kwanza mlango wa 5. Petro wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 8 mpaka 10. Inasema muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mtaki wenu Ibilisi kama simba agurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Nanyi mpingeni huyo, mkiwa thabiti katika imani, mkijua ya kuwa mateso yale yanatimizwa kwa ndugu zenu walioko duniani. Na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkiisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwadhibitisha na kuwatia nguvu. Jina la Bwana lisifiwe. Mstari huo niwekee kwa Kiingereza, mstari huo wa 10. And the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast. Jina la Bwana lipewe sifa. Tunaona maandiko yanasema ya kwamba huyu Mungu aliye wa neema yote aliyewaita. Na kwa Wathesalonike tuliona Paul aliwashukuru sana na akaambia mapendo hawa, nyinyi mliitwa mkachaguliwa kutoka miisho ya dunia. Jina la Bwana litukuzwe. Na sasa hapa Petro anasema ya kwamba Mungu huyu wa neema zote aliyewaita kwa utukufu wake katika Kristo, baada ya mateso kidogo, baada ya kuteseka, ambia mwenzako baada ya kuteseka kidogo. Kwa hiyo kuna mateso ambayo tutapitia mateso kidogo, wapendwa. Jina la Bwana lisifiwe. Mungu Petro anasema baada ya kuteseka kidogo, yeye mwenyewe, jina la Bwana litukuzwe, hata tumana, but yeye mwenyewe will make you strong, firm and steadfast. Jina la Bwana lisifiwe. Yeye mwenyewe atawarejesha, yeye mwenyewe atawafanya imara, yeye mwenyewe atawasimamisha. Jina la Bwana lisifiwe. Kwa hivyo kuna kuteseka kidogo, na hilo kuteseka kidogo isikufanye uondoshwe, isikufanye uyumbayumbe, isikufanye ukose kuwa imara. Hiyo kuteseka kidogo ikusaidie kusimama imara. Jina la Bwana lisifiwe. Praise the name of the living God. Kuna watu wengi kwenye Biblia waliteseka, waliumia, walipitia mambo mazito, mambo magumu, lakini walisimama imara. Jina la Bwana lipewe sifa. Wapendwa, sio sisi tu. Sio sisi tu. Paulo anasema ya kwamba hiyo mateso ambayo tunayapitia, kuna ndugu zetu wengine mahali. Jina la Bwana lisifiwe. Kama unalia leo kwa sababu ya ndoa yako, kuna mtu alilia. Kuna mtu mwingine mahali analia. Kama unalia kwa sababu ya mtoto, kuna mtu mwingine mahali analia. Kwa hiyo sio wewe peke yako. Bwana tusaidie sana. Ni vizuri kujua ya kwamba kuna mtu mwingine mahali. Yawezekana haumjui, yawezekana hujamuona, lakini kuna mtu anayepitia hali kama hiyo. Na kwa hivyo ni vizuri kujipa moyo. Ni vizuri kujitia nguvu. Maana wakati unapojitia nguvu,
mazito. Amen. Most of the time tunakuanga wa kutoa maneno ya kulalamika. Jina la Bwana lisifiwe. Hata mimi niko hapo ndani. Tunaharakishana. Yaani mimi natoka haraka nimelalamika. Hiyo ninatoka ya kwanza. Amen. Juzi wakati tulienda mkutano wa mama nikapigiwa simu my grandmother amekufa. Sijui ndani maana nilikuwa nimepata missed call ya my sister. Nikijiandaa nitoke nile mkutano. Na wakati ninajiandaa nikakuta simu niko na missed call ya dada yangu. Na nikasema sitampigia kwanza. Wacha nioge haraka nisicheleweshe mama Njoro. Sio basi hapa naenda mkutano. So nilikuwa nimeomba mama Njoro anibebe. Na nikasema maana nilimwambia saa 3 nikasema acha niharakishe haraka nitoke nisicheleweshe mama. So nikapuuza simu yake. Nikasema nitampigia nikitoka. Lakini ile ya kushangaza ni kwamba nilisahau. Nikasahau kabisa kuna missed call nilikuwa nimeona. So nikaenda na tukaenda mpaka Mbogani. Na wakati nashuka Mbogani kwa gari simu inapigwa. So hata nilishuka kwa gari nikiongea na simu. Na my sister ananiambia unajua Shosho amepumzika. Aje sikuwa nimejua habari amepoteka. Sikuwa najua yani sikuwa na information yoyote. Lakini kumbe the previous day walikuwa wametuma kwa group ya kwamba Shosho na Harimaya mimi lakini sikuwa nimeingia kwa WhatsApp. So sikuwa na information. Hata ninaponiambia Shosho amepumzika inanipata tu mtu mmoja hana yani ako innocent. Jina la Bwana nilikuwa innocent sikui na hiyo kitu ilinigonga tu sana. Na maneno ya kwanza kama vile nimesema ni kuna maisha this life is not fair. Maana niona sasa huyu ndiye nilikuwa ninategemea kama mama. Ndiye alikuwa akinisaidia, ndiye alikuwa akinishikilia. Sasa yeye naye Mungu ndo wangu moyo. Na this life is not fair. Lakini mama akanisaidia. Na akanipea maneno ya kunitia moyo. Jina la Bwana lisifiwe. Nikasikia kuendelea. Akaniambia sasa tufanyeje? Turudi. Nikamwambia hapana, turudi. Hatuwezi fika na turudi. Maana hata nikirudi sasa hata nikirudi kweli kabisa. Ndiye okay. Na akiongea. Bwana asifiwe. So nilimwambia hapana tuingie kwa mkutano. Tukaingia kwa mkutano na tukahudumiwa. So baada ya kumaliza mkutano ndio niliingia kwa WhatsApp kakuta. Kumbe walikuwa wamepost message kwa group. Ya kwamba Shosho alikuwa mgonjwa hali mbaya nini. Na sasa siku hiyo akapumzika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa nasema ya kwamba maneno ambayo tunatoa ya kwanza sana si ya kumtukuza Mungu. Ni ya kutoa malalamishi, ya kutoa uchungu. Lakini Bwana atusaidie. Na ili tuweze kusimama imara ya kwamba hata wakati kama huu tunaweza kuendelea kulibariki jina la Bwana. Tunaweza endelea kumtukuza Mungu hata wakati kama huu wa uchungu. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni uchungu sana. Lakini nashukuru Mungu maana amezidi kunisaidia na kunitia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amezidi kunisimamisha kama vile ninasema ya kwamba ni vizuri tumtumainie yeye maana anaendelea na kututia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Maana tumesema ya kwamba tukiteseka muda kidogo. Kwa hivyo mateso haya tunayopitia wapendwa si ya milele. Ni ya muda tu. Lakini kuna wakati utakapofika ambapo Bwana atakuja na tutegemeze. Bwana atakuja na tuinue na Bwana atakuja mwenyewe atutie nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. So tusijali na tusiogope, tusihofu maana ni ya muda kidogo. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. When to stand firm. Ni wakati gani na ni majira gani ambayo tunafaa kusimama imara? Jambo la kwanza, it is during trials. Majaribio. Nilikuwa tunaangana tunaulizana sasa trials na temptation. Unajua sasa yote inakujana ni kama kwa Kiswahili inakuja kama neno moja. Si kweli? Inakujana ni kama neno moja. Lakini trials ni kwenda kuchimba sana. Ni kama trials ni majaribio, sio majaribu. Amen. Ni majaribio, ni kama mitihani. Na ndio maana nikasema ya kwamba Ayubu alipitia mitihani hiyo. Alipokuwa na mara nyingi Bwana amembariki, Bwana amemtenda mema. Na Biblia inasema ya kwamba kwa Petero alitambia simba adui wetu anazunguka kama simba agurumani. Anatafuta mtu ameze. Na ninaona kwamba Ayubu
moyo, anamvunja moyo. Anamwambia sasa hata hakuna haja ya kuishi. Sasa unaishi nini? Kama kila kitu hauna. Maisha ni nini? Hata mnashangaa anamwambia tukana Mungu akufe, yeye akibaki aje. Yeye anataka kuendelea. Yeye anataka kuendelea kuishi. So anamwambia wewe tukana Mungu ukufe, lakini Ayubu anasimama. Anamwambia je, tutapata mazuri tu kutoka kwa Mungu na tusipate mabaya? Wapenda, kuna wakati tutapitia mitihani. Jina la Bwana lisifiwe. Si Bwana akusaidie na anisaidie tuweze kufaulu katika mitihani hiyo, isitufanye tuondoke katika wema wa Bwana. Jina la Bwana litukuzwe. Ayubu alisimama akafaulu. Maana unaposoma mlango wa 42 anasema ya kwamba nilikuwa ninakuona, nikukusikia tu, lakini sasa ninakuona kwa macho yangu. Asifiwe. Maana Mungu alimsaidia, Mungu alimtetea, Mungu akamsimamisha. Jina la Bwana litukuzwe. Na maandiko yanasema ya kwamba karejeshewa mara mbili. So wakati wa majaribio, simama imara. Ni vizuri kujua hii ni majaribio ama ni mateso. Ama ni majaribu. Hizi mitihani kama hii ni majaribu, Bwana atukuzwe. Maana mambo haya ni mambo mawili tofauti. Bwana atusaidie sana. So ni vizuri kuelewa na ili tuweze kusimama vizuri. Namba la pili, unaangalia mtu mwingine ambaye alijaribiwa ni Abrahamu. Ukisoma Genesis chapter number 22 mstari wa 12, baada ya Abrahamu kungoja Mungu kwa miaka, alingoja miaka ngapi? 25. Baada ya kungoja miaka 25, Mungu anamkumbuka na anambariki na mtoto wake Isaka. Lakini siku moja ya masiku, huyu Mungu tu mwenye alimpea, baada ya ndoa yote, anamtokea na mwambia, nitolee Isaka mwanao kama sadaka, na si sadaka tu ya kuteketezwa. Unajua Hana na Abrahamu ni tofauti. Maana Hana alimtoa, so angetamani kwenda kuona mtoto wake, alikuwa anakimbia kwa hekalu na anaona najua mtoto wangu anaendelea. Si kweli? Sasa hapa iko tofauti. Maana Abrahamu alikuwa ateketeze huyu mtoto akuwe chini. Lakini Mungu anasema ya kwamba hakurudisha neno. Alitengeneza punda, akaweka kuni, akaweka kila kitu, akabeba na mwana. Wakaenda mpaka mlima Moria. Na Mungu anasema ya kwamba wakiwa njiani, wanapopanda kwenye mlima sasa, wakaacha punda pale chini ya mlima na wale wajakazi. Akashika mwana, akamwambia beba kuni na kisu na moto. Wakapanda. Mwana anamuuliza na baba, na sasa hii sadaka tunaenda kutoa, hakopi mwana kondoo? Maandiko yanasema ya kwamba Abrahamu akasema Mungu atajitwalia. Bwana asifiwe. Kumbe kijana hakujua yeye ndiye aliyekuwa sadaka. Lakini atukuzwe Mungu, maana Abrahamu aliweza kupita mtihani na Bwana akamhifadhia mwana wake. Jina la Bwana lisifiwe. So wakati wa majaribu, mpendwa, wa majaribio, tusimame imara. Namba 2, wakati gani wengine wa kusimama imara? When facing doubt and fear. Wakati tunapitia doubt, unashindwa sijui ni east ama ni west, sijui ni mbele ama ni nyuma. Hata wakati huo unachanganyikiwa, uelewe ufanye nini. Bado wakati huo pia simama imara. Wakati hofu na uoga umeingia kwenye maisha yetu na moyo unatetemeka, unashindwa sasa nifanye nini. Hata wakati huo simama imara. Jina la Bwana lisifiwe. Maana wakati mwingine tunapotea. Unaona maisha ya Yesu wakati hapo pale Getsemani. Maandiko yanasema ya kwamba wakati alikuwa Getsemani, baada ya kumaliza kula Pasaka na wanafunzi wake, akapanda mlimani na wanafunzi wake. Na alipokuwa pale, maandiko yanasema ya kwamba akaambia wanafunzi, kesheni pamoja nami, maana roho yangu ina huzuni kiasi cha kufa. Lakini Biblia inasema ya kwamba akaondoka hatua kidogo na akaenda mbele, akaanza kulia, akiomba, Baba, naomba kikombe hiki uniondolee.
temptation, wakati sasa wa majaribu, wakati unapojaribiwa, maana majaribu yako, lakini hata wakati huo wa majaribu, simama imara, simama imara mpendwa. Yesu alipomaliza kufunga siku 40, maandiko yanasema ya kwamba Roho wa Bwana akampandisha mlimani, na huko mlimani Shetani akakuja kumjaribu. Anamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, unaweza chukua badilisha jiwe hili liwe mkate. Kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 4. Anasema ya kwamba kama wewe ni mwana wa Mungu, badilisha mawe hili yawe mkate. Maana walijua ya kwamba ako na njaa. Lakini maandiko yanasema ya kwamba Yesu akamjibu akamwambia, mwanadamu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka kwenye kinywa cha Bwana. Yesu alikuwa anajaribiwa. Jina la Bwana lisifiwe. Alikuwa amepewa majaribu sasa. Praise the name of the living God. Lakini ashukuriwe Mungu, maana alishinda majaribu yale. Jina la Bwana litukuzwe. Akaambiwa, akapelekwa kwa nyumba ya juu, na akaambiwa, unaweza jitupa na malaika. Bwana ataagiza malaika watakushikilia, hautajitoa. Akasema, usimjaribu Bwana Mungu wako. So wapendwa, kuna wakati utajaribiwa majaribu yako, na bila shaka simama imara. Bwana Yesu asifiwe. Maana kuna Mungu ambaye atatusaidia. Namba 4, when in time of discouragement. Kuna wakati wa kuvunjika moyo. Bwana asifiwe. Labda ulikuwa unafanya deal na ukaona hii deal itaiva, lakini baadaye hiyo deal ikaanguka. Hata wakati huo umevunjika moyo, pendo, simama imara. Jina la Bwana litukuzwe. Kuna mtu mmoja ambaye anaitwa Nehemia, wakati alipoambiwa kuta za Yerusalemu zimebomolewa, maandiko yanasema ya kwamba Nehemia akaomba ruhusa ya kwenda kurejesha na kujenga zile ukuta. Na ukisoma mlango wa 4 wa kitabu cha Nehemia, tafadhali tusome tu hiyo kidogo. Nehemia chapter number 4. Maandiko inasema, when Sanballat heard we were rebuilding the wall, he became angry and was greatly incensed. Kiswahili tutafadhali ndio tuweze kuelewa kwa vizuri. Lakini kama Sanballat aliposikia ya kwamba tulikuwa tukijenga ukuta, akaghadhabika, akaingiwa na uchungu sana, akawadhihaki Wayahudi. Basi mpaka Pasco akanena mbele ya nduguze na mbele ya wajeshi la Samaria akisema, Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Je, watajifanyizia boma? Watachoma dhahabu au watamaliza katika siku moja? Je, watayafufua mawe katika chungu hizi za kifusi, nayo yameteketezwa kwa moto? Basi pia Mwamoni alikuwa karibu naye akasema, hata hiki wanachokijenga, akipanda bweha angebomoa ukuta wa mawe. Basi sikia, Mungu wetu, maana tunadharauliwa, ukawarudishie mashtumu yao juu ya vichwa vyao, ukawatoe watekwe katika nchi ya uhamisho. Jina la Bwana litukuzwe. Tunaona hapa Nehemia alikuwa akirebuild kuta za Yerusalemu, na ukaibuka discouragement. Jina la Bwana lisifiwe. Katika kazi akakuja watu wanaomshutumu wakimwambia, hata hii kazi wanayofanya mbona akipita tu anaiangusha. Wakawa wakuvunjwa Mungu, lakini ashukuriwe Mungu, maana Nehemia alisimama imara na kazi hiyo ikafanyika. Hata maandiko yanasema ya kwamba baada ya siku 52 ule ukuta wa Yerusalemu ulikuwa umekamilika. Jina la Bwana litukuzwe. So ni vizuri kusimama hata wakati wa discouragement. Kuna mama mwingine katika kitabu cha Mathayo 15, utaenda usome. Huyu mama mkaninayo anakuja kwa Yesu, maana alihitaji msaada ili Yesu aponye binti wake aliyekuwa amepagawa. Na maandiko yanasema ya kwamba alipokuletea ama alipokuja kwa Yesu akamwomba aponye mtoto wake, Biblia inasema ya kwamba Yesu hakumwongelesha, akamnyamazia. Na wanafunzi wanakuja nyuma ya Yesu wanamwambia, mtukuze
mwambie aende, maana anasumbua mkutano. Yesu alipokuja anamwambia mama, sikia, sikutumwa ila kwa kondoo wa Israeli waliopotea. Anamwambia Bwana, ni kweli, lakini naomba unisaidie. Biblia inasema ya kwamba mama akainsist asaidiwe, lakini Yesu anaendelea kutoa maneno ya kumdiscourage. Anamwambia mama, sikia, chakula cha watoto hakifai kupewa mbwa. Mama anamwambia ni sawa, lakini hata mbwa wanakulana kutoka kwa makombo yanayoanguka kutoka kwa meza ya Bwana wao. Na Yesu anapoangalia huyu mama, hakutimizwa na maneno yaliyompata, hakutimizwa na discouragement ambayo alikutana nayo kutoka kwa Yesu mwenyewe. Akasema, mama, imani yako ni kubwa. Mtoto wake akawa salama. Jina la Bwana lisifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata wakati wa discouragement, mpendwa, simama imara. Mpendwa, endelea kumtumainia Bwana. Jina la Bwana lisifiwe. Wakati wana wa Israeli walipokuwa wanatoka Misri, maandiko yanasema ya kwamba wakati walipokuwa wametoka kule Misri, sasa wako wanaelekea kwa nchi ya maziwa na asali, wakafika mahali walipokutana na kizuizi ambayo ilikuwa ni bahari ya Shamu. Biblia inasema ya kwamba wakakita kambi mahali pale, na baada ya siku nyingi Farao akamsikia ya kwamba kumbe hawajaenda mbali, wamezuiliwa pale kwa bahari ya Shamu. Biblia inasema ya kwamba kaandaa farasi wake na jeshi ili wakute wale wana wa Israeli awarejeshe. Na Biblia inasema ya kwamba wakati wana wa Israeli walipokuwa wamekita kambi pale, wakaona nyuma yao jeshi la Farao linakuja, wakavunjika moyo, wakauliza Musa, si tulikuambia ungeacha tukae Misri, maana huko si kwamba kukosa makaburi? Musa alishindwa afanye nini? Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia inasema mstari wa 10 mlango wa 14 mstari wa 13 ama 13:14. Biblia inasema ya kwamba Musa akalia. Unajua Musa aliingia kwa hema, nadhani alienda akajificha kidogo, asionekane analia, akalia kidogo, na Mungu anamuuliza, unalia kwa nini? Simama, ambia watu waende mbele, waendelee na safari. Uko na nini? Akaonyesha, akasema niko na fimbo. Na hiyo fimbo ndio aliyotumia kufanya njia katika bahari ya Shamu. Jina la Bwana lisifiwe. Pia unaweza kupokea discouragement katika safari hii. Kunaweza tokea mambo ambayo yanaweza kukuvuta moyo. Yaani pengine ulikuwa unatazamia pengine kwa watoto wako
vizuri